السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadhahullah taala Abnesel Aziz anasema tafsiri ya aya hii ni kama ifuatayo: si juu yako kuwaongoza, lakini Allah humwongoza amtakaye, na mali yoyote mwitoayo ni kwa faida ya nafsi zenu, wala hamtoi ila kwa kutafuta radhi ya Allah, na mali yoyote mtakayotoa mtarudishiwa sawasawa, wala hamtapunjwa. Kwa kupitia aya hii ni wazi kabisa Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha waziwazi na amesema kwamba kuwaongoza watu na kuwaelekeza watu katika njia iliyonyoka na kuwaelekeza watu katika njia ambayo ni njia ya kuwapeleka watu karibu na Mwenyezi Mungu, kisha kuwabakisha watu juu ya njia hii na kuwafikisha watu katika malengo yao na kuwapatia matokeo mazuri ni juu ya Mwenyezi Mungu, na Mungu pekee anawaongoza watu na anawaelekeza
katika njia iliyonyoka. Sisi tunaweza kuwaambia watu kuhusu mema, lakini si lazima kwamba tuwaelekeze watu pia katika njia ile na tuendelee kuwabakisha pia katika njia iliyonyoka, kwa sababu kazi hii ni ya Mwenyezi Mungu na amechukua jukumu la kufanya kazi hii. Yeyote ambaye anakuja karibu na Mwenyezi Mungu anamwelekea Allah na kisha anafanya juhudi ya kufuata njia hii, na pamoja na hii anafanya dua pia. Katika hali hii yeye anapata malengo yake na anapata ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili ya hii ni muhimu kwa ajili yetu kwamba sisi baada ya kupata uongozo sisi tufanye juhudi ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu na tuelekee njia iliyoelezwa na Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya hii tufanye maombi pia. Sisi kwa kufanya maombi tuendelee kubaki juu ya njia hii na tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atuteremshie fadhila zake ili mwisho wetu uwe mwema. Isije katokea hivi kwamba kosa letu linatuzuia katika njia hii ya Mwenyezi Mungu. Kisha jambo la pili lililoelezwa ndani ya aya hii ni hii kwamba nyinyi katika mali yenu nzuri mtumie katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu jambo hili ni kwa ajili ya faida ya nafsi zenu. Mwenyezi Mungu anasema wama tunfiku min khairin fali anfusikum, yani mali yoyote mwitoayo ni kwa faida ya nafsi zenu. Mwenyezi Mungu anarudisha na anaturudishia marudufu na anatuongezea mali. Mtu ambaye hana haki, yeye akimwona mkulima anapanda begu, anaweza kusema kwamba wewe unafanya kazi ya bure, unapoteza mali yako na begu. Lakini yule ambaye ana akili, yeye anajua kwamba mkulima akipanda begu lazima begu hii itaota na italeta matunda na atapata faida kubwa sana kwa ajili yake. Isipokuwa huenda inatokea maafa, yanatokea na mbegu haioti na haistawi, pengine lazima atapata faida ya begu ile iliyopandwa. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba mali inayotolewa katika mali iliyo halali, mali ile inaongezwa na lazima Mwenyezi Mungu anaongeza mali ile. Wanajumuia wanaendelea kupata uzoefu na wanasema kwamba namna gani sisi tulitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na namna gani Mwenyezi Mungu alituzidishia na aliturudishia mali. Wapo wengine ambao imani yao ni dhaifu, wapo wengine ambao ni wanajumuia wapya, wao pia wanajaribu na wanafanya majaribio haya kwamba kiasi gani inaposema kwamba Mungu anarudisha au anazidishia. Kwa hiyo wao kwa ajili ya kujaribu wanatoa mali na Mwenyezi Mungu anawazidishia. Lakini wengi wa wanajumuia ni wale ambao wanaelewa vizuri aya hii isemayo wama tunfikuna illa ibtighaa wajhillah, na mali yoyote mtakayotoa mtatoa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na wanatoa kwa ajili ya mahitaji ya dini, na wanatoa mali hii kwa ajili ya kupata ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amesema muaminiwa haswa ni yule ambaye kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu wanatoa katika njia yake. Na bila shaka Mwenyezi Mungu anajua hali ya watu hawa ambao wanatoa mali yao kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah. Watu wa aina hii wanapotoa mali yao kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, wanashuhudia baraka za Mwenyezi Mungu zinawashukia. Namna gani wanashuhudia namna gani Mwenyezi Mungu anapokea mali yao na anawarudishia na anawazidishia. Na wanaposhuhudia jambo hili, basi imani yao inaimarika zaidi.
kwa hiyo mwenyezi mungu anasema kwamba ikiwa mtu anatoa mali, mungu haweki mali ile kwake bali anamrudishia. Na mwenyezi mungu anasema wakati mnapotoa mali kwa kufuata amri yangu, mimi lazima nitawazidishieni, lakini sharti ni kwamba mali inatakiwa iwe halali. Hazur anasema kwamba watu wanaoishi katika nchi za maendeleo, nchi za Ulaya, wanatakiwa wazingatie jambo hili kwamba wao wasidanganye idara za serikali kwa ajili ya kupata mali zaidi. Yaani upande mmoja wanachuma mali, wanapata mali, wanafanya kazi, lakini upande mwingine wanasema hawapati mali, hawafanyi kazi, kwa hiyo wanapata msaada kutoka kwa serikali. Hivyo ndivyo wapo wengine ambao wanafanya kazi na hawalipi kodi, hivi wananyang'anya haki ya wananchi. Na hivyo ndivyo ile mali waliochuma hawatoi kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Kisha hawa watu kwa kusema uongo wanakuwa wenye dhambi. Kwa hiyo mambo haya yote ni dhambi, na mambo haya ni mambo ya kumkasirisha Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo wapo wengine ambao wanafanya matendo yaliyokatazwa na Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya kazi ile wanachuma mali. Mungu anasema kwamba mali ile hapokei. Mungu anasema kwamba anapokea mali ile tu ambayo inatolewa kwa ajili ya ridhaa yake na inatolewa sawa na amri yake. Na Mungu anasema sio hii tu kwamba anapokea mali ile, bali anasema anarudisha na anawazidishia watoaji wote. Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu yeyote, bali ni mwanadamu ambaye anawadhulumu wengine kwa kufanya vitendo vibaya. Na mtu kwa kumwasi Mwenyezi Mungu anapata hasara, lakini Mwenyezi Mungu hamdhulumu. Wale ambao wamepata fadhila za Mwenyezi Mungu na wamepata udhoefu wa fadhila hizi ni wanajumuia maelfu na maelfu. Sasa hivi mimi nataka kutoa mifano kadhaa ya watu wa aina hii, na mifano hii tunaona tangu wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam na mpaka leo tunashuhudia matukio haya yanatokea. Watu wanaotoa katika njia ya Allah wanaimarika katika imani yao, na watu wanatoa mali yao kwa ajili ya kutaka ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na katika hali ya dhiki pia wanatoa mali ili wapate ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Leo nitatangaza mwaka mpya wa tarika jadid, kwa hiyo sawa na madha hii mimi nitaeleza mifano kadhaa mbele yenu. Kutoka katika Sierra Leone, bashiri wetu anaandika, kuna mwanajumuiya mpya moja, bana Amara Saheb. Yeye aliambiwa kuhusu tahrika jadid na aliambiwa kuhusu baraka za michango. Yeye baada ya kujua kuhusu baraka hizi alianza kutoa michango, na pamoja na michango mingine akaanza kutoa mchango wa tahrika jadid, lakini alibakisha na fedha kiasi fulani. alikuwa mtu maskini na aliweza kununua chakula kwa ajili ya mwezi mzima, lakini akatoa mali ile katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na Bashiri anasema kwamba baada ya siku kadhaa huyu mtu akaja tena na akasema kwamba siku ambayo nilitoa mchango, kesho yake kampuni ikaniambia kwamba sisi tumebadilisha department yako na tumekupatia department mpya, na wewe mshahara wako imeongezwa mara 2, na vile vile utapata faida kubwa na faida zingine pia. Na anasema mlituambia kuhusu baraka za Mwenyezi Mungu, na baada ya kupata taarifa hii za baraka nilitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na Mungu mwenyewe alinipatia nafasi, nimeshuhudia baraka hizi katika maisha yangu. Na anasema sasa mimi kila mwezi nitaendelea kutoa mchango wa tahrika jadid.
kisha kutoka Sierra Leone mkoa wa Port Loko mbashiri wa kule anasema na anaeleza tukio moja. Hazur anasema angalieni wale watu ambao ni maskini wanapotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, namna gani Mungu anawazidishia na anawajalia baraka zake, na hivi imani yao inaimarika. Anasema kuna mji kijiji Sadab al-Maltoro, kule kuna mwanajumuiya mmoja aitwaye Bwana Muhammad. Yeye aliahidi kwamba atatoa mchango wa Tahrika Jadid, lakini hakuweza kutimiza ahadi yake, na ilipofika mwisho wa mwaka akasema kwamba mimi sina kitu chochote zaidi ya punga, yani ilikuwa kilo moja kilo mbili tu mchele, na akauza mchele na akatoa mchango wa Tahrika Jadid, akatimiza ahadi yake. Anasema kesho yake mtu moja, jamaa yangu moja, akanitumia gunia nzima ya mchele kama ni zawadi. Kwa hiyo mimi nikafurahi sana kwamba mimi nilitoa kidogo tu katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu akanipatia kama kilo 100, na vile vile yule mtu alimtumia fedha pia. Kisha kutoka Guinea Bissau mbashiri wetu anaandika, katika tukio hili pia inaonekana kwamba namna gani watu maskini wanatoa na namna gani Mungu anawaimarisha katika imani yao. Katika jumuiya ya Kobodo, Bana Dialu Saheb alipoambiwa kuhusu umuhimu wa chanda Tahrika Jadid, mara moja akatoa fedha alikuwa anayo mfukoni mwake, na ilikuwa sifa 1,000, na anasema kwamba aliweka fedha hii kwa ajili ya kununua vyakula kwa ajili ya familia yake. Na yeye baada ya kutoa mchango akaenda nyumbani, na kule nyumbani alikuwa hana fedha, na alikuwa akivua samaki. Kwa hiyo yeye akatoka ili avue samaki ili yeye aweze kununua vyakula kwa ajili ya watoto. Anasema yeye akashika neti ya kuvua samaki. Anasema basi alipotupa neti ya samaki, anasema katika saa moja mimi nikavua samaki kilo 73, na watu wengine ambao walikuwa wanavua samaki pale, wao wakashangaa sana kwa kuona hali kwamba katika saa moja nimepata samaki 73 na usiku mzima hatukuweza kuvua samaki kiasi hiki. Anasema wakati ule nikaanza kufikiria kwamba hii ni baraka ya mchango nilitoa mchango saa moja iliyopita na Mungu akanirudishia, na hii ni baraka ya ule mchango niliotoa. Kwa hiyo akaja tena Mission House na yeye akaongeza mchango wake kwa sababu mapato yake yalizidi. Hazur anasema hawa ni watu maskini, lakini Mungu amewapatia mioyo mizuri sana. Wakati wanapopata mali zaidi hawaonyeshi ubahili, bali wanatoa zaidi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha kutoka Kongo, Amir Saheb anaandika, katika mkoa Bandondo mwalimu akawakumbusha wanajumuiya kuhusu mchango wa Tahrika Jadid. Hazur anasema mimi nimewaambia wanajumuiya na wabashiri na walimu kwamba wao waongeze idadi ya watoaji. Kwa hiyo watu walipoambiwa kuhusu nasaha yangu hii kwamba idadi inatakiwa iongezeke, walipokumbushwa wale watu walikuwa maskini, walikuwa hawana uwezo wa kutoa mchango katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini watu wakasema kwamba lazima sisi tutatoa mchango kwa sababu ni amri ya halifa. Wakaenda msituni wakakata miti na wakatengeneza mkaa. Kwa hiyo wakaenda kuuza kule mjini, na kule kijijini kulikuwa hakuna mnunuzi. Kwa hiyo wakaweka bidhaa yao katika safina na wakaenda kule mjini na wakauza na wakapata franc 96, na walipopata hii wakatoa ile fedha katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia Sayyidina alayhi salatu wasalam watu wa imani ya aina hii, na kuhusu watu Sayyidina alayhi salam alisema katika maisha yake kwamba anashangaa kwa kuona kujitolea kwa wafuasi wake.
halifa mtukufu anasema kwamba mwanzoni wakati tahriki jadid ilipoanza wakati ule saina halifa wa pili alikuwa akiwakumbusha wanajumuia kwamba wale ambao wanao mayai walete mayai na wauze, na wengine ambao wanao vitu vingine walete na watoe mchango wao. Na mifano hii tunashuhudia hata siku hizi pia, wale ambao hawana fedha wao wanauza vitu hivi na wanatoa mchango. katika Kabukere kuna mwanamke mmoja umri wake ni miaka 50. Yeye ni maskini sana, hana njia yoyote ya kuchuma mali na fedha. Mwalimu anasema kwamba siku kadhaa iliyopita watu walikumbushwa kuhusu mchango. Yule mwanamke akasema kwamba hana kitu chochote, akasema anaye kuku moja tu, akasema yeye ataangalia vizuri ile kuku, na akianza kutega mayai atauza mayai na atatoa mchango. Na baada ya siku kadhaa kuku yake akapata ugonjwa, na jamaa zake wakasema kuku yako atakufa, kwa hiyo ni vizuri mchinje. Akasema hapana, mimi sitamchinja. Na akafanya dua kwamba Mola wangu, mimi sina kitu chochote kingine kwa ajili ya kutoa mchango, ni kuku tu, kwa hiyo wewe umokoe mponye kuku. Na anasema kesho yake alipoamka akaona kwamba kuku maradhi yake ilikuwa imeondoka. Na kisha baada ya siku 20 yule mwanamke akaleta kuku na akasema kwamba huyu ni mchango kutoka kwangu. Hazur anasema watu wanasema hawaoni, hawashuhudii nishani, lakini ikiwa anakuwa nia safi, moyo safi, basi Mungu anaonyesha nishani. Hizi ni nishani ndogo ndogo ambazo zinaongeza imani ya wanajumuiya hawa ambao wanatoa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kuna mfano mwingine kutoka Tanzania, mkoa wa Mara. Mwalimu wa kule anasema kwamba Bwana Rashid Hussein Sahib ambaye ni mwanajumuiya, ni kijana, yeye ana duka ndogo na anauza vifaa. Yeye alikuwa ameshatimiza ahadi yake kutoa mchango, lakini mwisho wa mwaka mwalimu alipowakumbusha watu kwamba waongeze mchango, na yeyote anayeweza kuongeza mchango wake basi aongeze. Na yule kijana alipokumbushwa hali yake ya uchumi ilikuwa sio nzuri, na kule katika duka lake pia alikuwa na vifaa ambavyo haviuziki. Kwa hiyo anasema alikuwa na shilingi kiasi fulani, kwa hiyo akatoa shilingi ile ambayo alikuwa anayo. Jioni ile ile yule kijana akamjia tena mwalimu na akasema kwamba leo kitu fulani kimetokea, ingawa wakati ule nilipotoa mchango nilikuwa sina kitu kingine chochote isipokuwa shilingi zile kadhaa, na kule katika duka langu pia kulikuwa hakuna vifaa, na nilikuwa na wasiwasi kwamba watu hawatununua vifaa hivi. Lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu ya baraka ya mchango amenisaidia kwa njia ya ajabu kwamba mchana mteja mmoja akaja kwangu na akanunua vifaa vyote nilikuwa ninavyo, na akanipatia 23,000 shilingi kwa kama ni bei ya vifaa vile. Na anasema kwamba mimi nina imani kwamba baraka hii ilipatikana kwa sababu ya kutoa mchango katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kutoka katika Central Africa kuna mji utwao Bangi, kule kuna mwanajumuiya Bana Arjana Saheb. Kuna tukio lake pia, angalieni katika tukio hili pia kwa ajili ya kuimarisha imani namna gani Mungu anateremsha baraka zake na neema zake. Huyu bana ni mwanajumuiya mpya, na anasema miezi 8 tu iliyopita nilikuwa nimejiunga na jumuiya, lakini katika miezi 8 mabadiliko makubwa yalipatikana ndani yangu. Nilikuwa na swali, nasikiliza hutuba zote, na kwa kupitia MTA niliposikia hutuba ya halifa, kwa sababu nilikuwa nikisikia hutuba za halifa kila siku moja niliposikia hutuba ndani yake halifa alisema, yule ambaye anatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu hawezi kubaki kuwa maskini. Mungu anatia baraka katika mali yake. Kwa kusikia maneno haya halifa,
wakati ule mbashiri alikuwa anatukumbusha kuhusu tahrika jadid. Mimi nikasema kwamba mimi pia lazima nitatoa, na nilikuwa na frank 500 tu mfukoni mwangu. Kwa hiyo mimi nikatoa ile 500 kama ni mchango wa tahrika jadid, lakini nilikuwa nafikira kwamba usiku nitakula nini, kwa sababu ile fedha ilikuwa kwa ajili ya kununua chakula cha usiku. Lakini nikakumbuka halifa alisema Mungu anazidisha, anaongeza mali ikiwa tunatoa katika njia yake. Kwa hiyo mimi nikatoa 500 frank ile ambayo nilikuwa ninayo, na nikaanza kusubiri sasa Mwenyezi Mungu atanitendea kivipi. Je, atanizidishia au ataniongezea au kivipi? Kwa sababu hii ni mwanajumuiya mpya, imani yake ilikuwa bado haijaimarika vizuri, ingawa mabadiliko yalikuwa yamepatikana ndani yake. Kwa hiyo akaanza kusubiri Mungu atamtendea kivipi. Anasema masaa kama 3 nikabaki katika mission house. Katika muda ule ule jamaa yangu mmoja akanipigia simu na akasema kwamba mimi nina lulu na yakuti, na mimi nataka niuze katika mji wako, na mimi kule simjui mtu yeyote, kwa hiyo tafadhali unisaidie. Kwa hiyo huyu jamaa yangu akaja kwangu na mimi nikaenda naye mjini na nikampeleka katika duka fulani ili auze diamond, na yeye akauza diamond. Baada ya kuuza, yeye akanipatia franki 27,000 kama ni zawadi. Tena si hii kwamba alinipatia zawadi 27, bali yule ambaye aliyenunua yeye pia alinipatia frank 10,000 kama ni zawadi. Basi mimi nikajua kwamba kumbe hii ni ile baraka ile 500 niliyotoa masaa machache iliyopita. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu baada ya muda mfupi tu amenijalia na amenizidishia mali ile. Hivi imani yangu iliimarika sana. Kutoka katika Uingereza kuna mwanamke mmoja, namna gani Mungu alimtendea na namna gani Mungu aliongeza imani yake. Anasema nilikuwa nimeshatoa mchango wa tahrika jadid, lakini Sadr Saheb akanitumia meseji kwamba sisi kwa ajili ya kutimiza lengo letu tunatakiwa tutoe zaidi. Nikafikiria mimi siwezi kutoa zaidi kwa sababu fedha nimeweka kwa ajili ya kazi fulani. Kwa hiyo fedha hii siwezi kutoa katika njia ya Allah, lakini baadaye nikaamua nitatoa mchango zaidi, nitaongeza mchango. Kwa hiyo fedha yote niliyoweka nikatoa kama ni mchango. Kesho yake nilipoona kaunti yangu niliona kwamba 4 nilikuwa nimepewa kutoka katika ofisi yangu, na nilikuwa sitegemei kwamba nitapokea fedha hii. Hazur anasema kwamba sio kutoka katika Afrika tu, bali hapa pia watu wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mungu anawaimarisha katika imani yao na anawaongezea. Kutoka Burkina Faso, Amir Saheb anaandika tukio hili. Bana Sawado Saheb ye alikuwa akitoa frank 100 kila mwezi kama ni mchango wa tahrika jadid, na siku moja akapewa mbuzi 3 kama ni zawadi kutoka kwa mtu fulani, na mmoja mbuzi akatoa kama ni mchango wa tahrika jadid, na mbuzi 2 akaweka kwake. Mungu akaweka baraka katika mbuzi kiasi hiki kwamba siku hizi ana wanyama wengi sana, na badala ya frank 100 ameanza kutoa frank 1,000 kila mwezi. Kisha kuna mfano mwingine wa kuimarika kwa imani. Mbashiri wa Benin anaandika kwamba katika eneo la Lokosa kulikuwa mfuriko na watu walikuwa hawezi kufika kwa sababu ya maji, na tulikuwa hatuwezi hatuwasiliani na watu kwa sababu ya kuwa na maji. Kwa hiyo tukaamua kwamba tunaweza kukodisha boat na tunaweza kufika na tunaweza kuwasiliana na wanajumuiya. Kwa hiyo mtajiri akakubali kwamba atatoa ile safina, ile waterboat. Kwa hiyo tulipoenda katika jamaat fulani na tulipokutana na sadr jamaat akaanza kulia.
yeye kwa kutuona akaanza kulia na akasema kwamba kwa sababu ya mfuriko amepata hasara kubwa sana, na akasema kwamba hata chumba kimoja kimeanguka. Tukamwambia kwamba usiwe na wasiwasi, Mungu atakujalia baraka zake. Akasema mimi silii kwa sababu ya hii kwamba nimepata hasara kwa sababu ya mfuriko, bali kabla ya kuja kwa mfuriko nilikuwa nimehifadhi mchango wangu na nilikuwa nasubiri mwalimu aje ili nitoe mchango, lakini kwa sababu ya kuja maji na mfuriko njia zote zilifungwa na nilikuwa na wasiwasi sana kwamba namna gani nitatoa mchango wangu. Nikafanya dua sana kwamba Mola wangu, mimi sina njia yoyote ya kutoa mchango ya kufikisha mchango wangu kwa makao makuu, na siku chache zimebaki. Mungu ufanye mpango maalum ili niweze kutoa mchango. Sasa nyinyi leo mmekuja kutuona hali yetu na hamkuja kupokea mchango, lakini sasa mimi kwa kuwaona nyinyi nimeanza kulia kwamba Mungu amepokea dua yangu na nyinyi mmekuja, kwa hiyo nimeweza kutoa mchango wangu. Sasa huyu bwana ambaye alikuwa hajali kuhusu hasara aliyopata kwa sababu ya mfuriko, alikuwa na wasiwasi hii tu kwamba aliahidi kwamba atatoa mchango, aliahidi kwamba atatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na kwa kutoa njia ya Mungu atapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Basi alikuwa na wasiwasi kwamba hawezi kutoa mchango wake kwa wakati wake na asichelewe. Kutoka India, Inspector Tahrike Jadid bwana Ibrahim Saheb kutoka Karnatak anaandika, kuna khadim wa Gulbarga katika kampuni ya Bangalore alipata kazi kwa mshahara wa 20,000 kila mwezi. Yeye alikumbushwa kuhusu mchango na aliambiwa kwamba atoe angalau nusu ya mshahara wake, na ingawa hali ya nyumbani huko upande wa uchumi ilikuwa sio nzuri, lakini akaahidi kwamba atatoa 10,000 katika mshahara wake. Jamaa zake wakasema kwamba hivi karibuni umepata kazi kibarua, sasa unasema utatoa 10,000 na hii ni fedha kubwa sana na unatakiwa utoe kidogo. Yeye akasema kwamba Hazrat Musleh Maud amesema kwamba madamu mtu hafanyi juhudi, malaika wa Mwenyezi Mungu pia hatii nguvu ndani yake, kwa hiyo lazima mimi nitatoa kiasi hiki. Anasema siku kadhaa tu iliyopita tangu alipoahidi, akapata kazi katika kampuni nyingine. Kule alianza kupata mshahara 1,27,000 na anasema hii yote ilitokea kwa sababu ya kutoa mchango. Kutoka Kerala, mkoa Kerala, Inspector Tahrike Jadid anasema kuna mwanajumuiya katika jumuiya Karolai, yeye anatoa mchango wa Tahrike Jadid sana na yupo katika mstari wa kwanza katika utoaji wa mchango. Anafanya kazi ya furniture. Yeye Wakil Mal alipoenda kutembelea jumuiya yake alionyesha kiwanda chake na alimwambia siku hizi kazi haiendi vizuri, kwa hiyo tafadhali uniombee. Kwa hiyo Wakil Mal alifanya dua maalum pale. Licha ya kuna hali kwamba kazi ilikuwa haiendi vizuri, akasema kwamba yeye atatoa mchango 1.5 lakini aliweza kutoa 200,000 tu na mwaka ilikuwa karibu kuisha. Alikuwa na wasiwasi kwamba ameahidi atatoa 15,000 na alikuwa na wasiwasi namna gani atatoa mchango uliobaki. Yeye aliendelea kuniandikia barua pia ili nimwombee. Yeye akaniandikia barua kwamba siku chache zimebaki, niombee Mwenyezi Mungu anijalie niweze kutimiza ahadi. Anasema masaa kadhaa tu iliyopita baada ya kuandika barua ile, anasema kwamba fedha kubwa sana ilitiliwa katika akaunti yake. Kwa hiyo katika akaunti ile akatimiza ahadi yake, akatoa ahadi aliyofanya, hata akatoa zaidi katika ahadi yake. Hata mahitaji yake mengine yote pia yalitimia kutoka katika mali ile, fedha ile iliyotiliwa katika akaunti yake. Kisha katika Benin kutoka mkoa wa Mnathi, mwalimu anaandika, katika jumuiya Katampoti kuna mwanajumuiya mmoja. Yeye alipokumbushwa kuhusu mchango akatoa sifa
3,000 mara moja bila kuchelewa. Mwalimu akashangaa na akamuuliza kwa kushangaa kwamba zamani alikuwa hatoi na alikuwa akitoa sifa 500 tu, lakini sasa alipokumbusha mara moja tu akatoa 3,000. Akamuulizwa kwamba imetokea nini, kwa nini umetoa hivi? Akasema mimi ni mvivu sana katika utoaji wa mchango, lakini mimi nimeona kwamba ninapata matatizo mengi na mimi sivuni vizuri. Mara ya mwisho nilipotoa mchango nilitoa kwa nia hii kwamba nitaangalia kwa baraka ya mchango huu nitapata kiasi gani, nitaongezewa kiasi gani. Sasa mimi nimeona kwamba, nimeshuhudia kwamba Mwenyezi Mungu anasaidia, Mungu anatia baraka katika mimea. Kwa hiyo mimi nilishuhudia Mungu aliweka baraka katika mimea na katika mali yangu, na kabla unielezee zaidi, mimi nikaongeza mchango wangu 6%. Katika Canada pia kuna mfano wa watoto. Sadr saheb wa jumuiya mmoja anasema kwamba katika Oktoba tuliwakumbusha wanajumuiya na tulikuwa tunafanya kazi ili tuweze kukusanya mchango wa Tahrika Jadid, na tulikuwa tunakumbusha watoto pia kuhusu mchango. Watoto pia walitimiza ahadi zao na walitoa mchango zaidi ya ahadi yao. Binti moja ambaye amehitimu masomo yake ya uhandisi, yeye alikuwa na fedha kiasi fulani, akatoa fedha ile yote katika mchango wa Tahrika Jadid. Na zamani alikuwa anatafuta kazi, aliomba kazi lakini alikuwa hapati, lakini siku ambamo alitoa mchango, siku ile ile alikuwa na interview kwa ajili ya kazi. Aliporudi kutoka interview alikuwa na furaha kubwa sana, na akasema kwamba leo nimeona msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu alinisaidia na mambo yote yalienda vizuri sana, na interview ilifanyika vizuri. Na kampuni ambapo alienda kufanya interview, watu wengi walifanya interview, waliomba kazi, na kwa kawaida wanatoa majibu baada ya muda mrefu sana. Na aliambiwa atapata matokeo mwisho wa mwaka, lakini baada ya siku 2 aliambiwa kwamba umekubaliwa na umepewa kazi, na Februari 2020 utaanza kazi. Lakini kesho yake tena akapoekea simu kwamba watu wengine wataanza katika Januari 2020, lakini wewe unaweza kuanza katika mwezi huu. Kwa kuona tukio hili, imani ya huyo binti iliongezeka sana, na yeye alishuhudia fadhila za Mwenyezi Mungu. Mbashiri kutoka Moscow pia ameandika tukio. Sasa Hazur anasema Mwenyezi Mungu anaendelea kuonyesha nadhara hii ya baraka katika kila nchi. Mungu anaonyesha fadhila zake, anateremsha baraka zake katika kila nchi. Kuna bana moja kutoka katika Uzbekistan, na yeye ni katika mji wa Bukhara. Anafanya kazi katika Moscow tangu muda mrefu sana. Anafanya kazi muda fulani kisha anarudi katika nchi yake. Mke wake alikuwa hafanyi bait mwanzoni, lakini baadaye aliposoma vitabu akafanya dua, yeye pia akapata bahati ya kufanya bayat. Muda mfupi uliopita alikumbushwa kuhusu Tahrika Jadid, na aliambiwa kuhusu mke wake pia, yeye pia anatakiwa ashiriki katika mchango wa Tahrika Jadid. Huyu bwana akasema katika Uzbekistan anaendesha gari taxi, na mke wake anashona nguo, na anasema wameshaweka utaratibu huu kwamba wanagawanya ile mapato yote katika sehemu 3, na moja wanatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na sehemu 2 wameweka kwa ajili ya maisha yao. Kwa hivyo wao wanao utulivu sana. Huyu bwana Zahir Sahib anasema tangu ameanza kutoa mchango, Mwenyezi Mungu ameteremsha baraka zake na mapato yake yameongezeka kiasi hiki kwamba zamani hakuweza kushuhudia mapato kiasi hiki. Kisha kutoka Russia, Mbashiri anaandika kwamba kuna mwanajumuiya ambaye ni mpishi.
yeye alichukua mkopo mkubwa kwa ajili ya kujenga nyumba yake. Alikuwa anafanya kazi ili aweze kulipa mkopo. Siku moja akapiga simu na akamwambia Bashiri kwamba anataka kutuma mchango wake. Alipoambiwa kwa nini, akasema kwamba sababu yake ni hii kwamba mahali ambapo alikuwa akifanya kazi zamani kule alikuwa anadai fedha kubwa sana, lakini mtajiri alikuwa hatoi. Kwa hiyo aliniandikia mimi pia kwa ajili ya maombi. Kwa hiyo fedha ile ambayo yule mtajiri alikuwa hatoi, mara baada ya kutoa mchango, yule mtajiri akatoa akampatia mali yote alikuwa anadai. Kwa hiyo mara baada ya kupata mali hii, mimi nikaona kwamba ni vizuri mimi kwanza nitoe mchango. Kwa hiyo akatoa mchango mkubwa sana kutoka katika mali ile aliyopata. Kutoka katika Germany kuna binti moja, yeye anaandika, miezi miwili iliyopita anasema kwamba alikuwa mjamzito. Wakati ule nilifanya dua sana na niliahidi kwamba kila mwezi nitatoa euro 100 katika Tahrika Jadid. Kwa hiyo mimba ilienda vizuri na madaktari alisema kuna matatizo, lakini matatizo haya yote yaliondoka na Mungu akanipatia mtoto wa kiume. Anasema hata mpaka leo kila mwezi ile ahadi ambayo nilifanya naendelea kutoa. Hazur anasema kwamba katika nchi hizi ambapo watu wameangukia dunia, watu wanaendelea kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, katika nchi hizi Mwenyezi Mungu anawajalia wanajumuia baraka zake, na Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba yeye yupo na Mungu anaimarisha imani yao. Kutoka Latvia, Mubashiri anaandika, kuna mwanajumuia mmoja kule, yeye pia kwa asili ni kutoka Uzbekistan katika mkoa wa Bukhara. Miaka michache iliyopita alijiunga na jumuiya. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu anaendelea kuzidi katika imani. Mke wake pia mwaka jana alijiunga na jumuiya. Huyo bwana akanipigia simu na akasema kwamba anafanya kazi miezi 6 huko Uzbekistan na miezi 6 anafanya kazi katika Russia, na mwaka huu nilinunua nyumba katika Russia, na kwa ajili ya kulipa bei ya nyumba nikauza gari. Kwa hiyo nilipokwenda gari nikasema ngoja nifanye biashara na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nikaanza kutoa mchango ili kwa baraka ya mchango Mungu atanijalia nitanunua gari. Kwa sababu ya kutoa mchango Mungu akaweka baraka kiasi hiki katika mali yangu kwamba nikapata fedha kwa ajili ya kununua gari na kwa ajili ya kutimiza malengo mengine yote. Kwa hiyo baada ya kurudi kule Bukhara nikanunua gari, na gari ile ilikuwa nzuri zaidi ambayo nilikuwa ninayo zamani. Anasema hayo yote ni baraka ya mchango. Pengine kukusanya mchango fedha kiasi hiki ilikuwa si rahisi kwangu, lakini kwa baraka ya mchango Mungu ameongeza na amenizidishia. Huyu bwana anasema Mungu amenizidishia imani yangu kwa sababu ya hii. Mbashiri kutoka Guinea Bissau anaandika kwamba kuna bwana moja ambaye amezaliwa katika jumuiya, alikuwa anakumbushwa sana kuhusu mchango wa Tahrika Jadid, lakini alikuwa nakataa, alikuwa hatoi mchango. Basi yeye akaanza biashara, akaanza kufetua matofali, na usiku mvua akanyesha na matofali yote yakaharibika. Kwa hiyo anasema usiku alilala na wasiwasi sana. Katika ndoto nimeona kwamba mama yangu marehemu amekuja katika ndoto na akasema, je, umetoa michango yako? Kwa kusema hii yeye kandoka. Bwana Idris anasema nilipoamka asubuhi mara moja nikaja Mission House na kamwambia Bashiri kwamba ulinikumbusha kuhusu mchango wa Tahrika Jadid. Kwa hiyo sasa hivi mimi ninayo 2,000 franc na nataka nitoe mchango katika mchango wa Tahrika Jadid. Na kesho yake, ni baada ya kutoa mchango, kesho yake hasara aliyopata Mungu
alimpatia contract ingine, na contract ile ilikuwa ya sifa 800, na kwa sababu ya contract hii yeye alilipa madeni yote, na sasa amefanya wasia na ameimarika sana katika imani yake. Mayut Island ni kisiwa kule. Kuna mwanajumuiya aitwaye Ban Ali Muhammad Saheb, alikuwa hana kibarua. Anasema tangu nimeanza kutoa mchango sasa mimi sipati tabu kupata kazi ya kibarua, nikimaliza kazi moja basi napata kazi nyingine, kwa sababu ya baraka ya mchango naendelea kupata kibarua. Hazuru anasema jumuiya hii ni mpya, miaka michache iliyopita jumuiya hii ilipatikana, lakini sasa hawa wanajumuiya wameimarika sana katika imani yao. Amir Saheb wa Indonesia anaandika katika taarifa yake kwamba katika Pakistan kuna mwanajumuiya moja ambaye anaishi peke yake, mke wake amefariki. Sasa angalieni hawa watu kwa ajili ya kutoa mchango wanafanya nini na wanafanya juhudi kiasi gani. Huyu bana ni mkulima na ameshaoza watoto wake wote, anaishi peke yake. Yeye anafanya kazi ya tabligh na tarbiyat pamoja na bashiri, na ana shamba ndogo. Na kwa kawaida wakulima wanapata mapato baada ya miezi kadhaa. Kwa hiyo yeye baada kila miezi minne anapata mapato anapovuna, lakini anatoa mchango kila mwezi bila kukosa. Bashiri akamuuliza siku moja kwamba unavuna baada ya miezi minne lakini unatoa mchango kila mwezi, namna gani unatoa mchango kila mwezi? Akasema mimi nimeweka utaratibu kwamba mimi nimeweka sehemu fulani ya shamba na kule nimepanda ndizi tu, na nimepanda ndizi kwa njia hii kwamba nimepanda ndizi kadhaa, baada ya muda fulani nikapanda tena ndizi katika sehemu fulani. Kwa hiyo kila mwezi ndizi inaleta matunda, kwa hiyo kila mwezi naendelea kuvuna, napata matunda. Kwa hiyo ninauza matunda haya, na baada ya kuuza matunda haya fedha yoyote ninapata mimi inatoa katika mchango wa Tahrika Jadid. Amir Sawa Indonesia anaandika tukio lingine. Pastor Pangari kuna jumuiya ambapo kuna mwanajumuiya mpya muda mfupi uliopita alifanya bayat, anapata upinzani wa hali ya juu, lakini amesimama kwa imara sana. Wakati makumpya wa Tahrika Jadid ulipoanza, Bashiri alimkumbusha kuhusu mchango wa Tahrika Jadid. Kwa hiyo akasema atatoa 500,000 Indonesian rupia, na fedha hii ilikuwa kubwa sana kwake kwa sababu yeye sio mtajiri na huyu ni mwalimu wa kawaida na mapato yake ni kidogo sana. Bashiri akasema umetoa ahadi kubwa sana, je utaweza kutoa ahadi kiasi hika? Akasema kwa yakini sana, hii ndiyo ni ahadi yangu, nitatoa 500,000. Kwa hiyo katika mwezi wa Ramadhan, wakati alipoambiwa atoe 100% ahadi yake, basi akatoa ahadi yake yote. Siku moja jamaa yake akampatia bahasha na ndani yake ilikuwa fedha. Hakufungua bahasha bali akaja katika nyumba ya mwenyekiti na akasema yoyote ipo ndani ya bahasha nitatoa katika njia ya Tahrika Jadid. Sadr Saheb alipofungua bahasha, ndani yake ilikuwa 500,000 rupia ya Indonesia iliyokuwa ahadi yake. Kwa hiyo ahadi yake yote akatoa mara moja. Kisha watoto pia wanajua sana umuhimu wa kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na mapinduzi haya yanapatikana katika jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Bashiri kutoka Ghana anasema kwamba muda fulani uliopita mimi niliotoa hutuba kuhusu mchango, na nilikumbusha watoto pia wanatakiwa wazoeshwe mpango huwa mchango, watoe mchango kwa mkono. Siku moja, siku ya Ijumaa, tifal moja, mtoto moja ambaye umri wake ulikuwa miaka 9 na 10, yeye akaleta mchango na akatoa mchango wa Tahrika Jadid.
na akasema mimi niliwaomba wazazi wanipatie fedha kwa ajili ya kutoa mchango, lakini hawakunipatia kwa sababu alikuwa hawana fedha. Kwa hiyo mimi nikaanza kufanya kibarua katika duka fulani, na baada ya kufanya kibarua malipo niliyopata, malipo haya yote ya kibarua nimetoa mchango wa Tarika Jadid. Kisha kuna mfano mmoja kutoka Sierra Leone. Mwalimu mmoja bana Bashiru Saheb ambaye anafanya kazi katika Kanema anaandika, wakati wanajumuia walipokumbushwa kuhusu mchango wa Tarika Jadid, mara moja mtoto mmoja ambaye umri wake ulikuwa miaka 19 nikamwona yule mtoto kwamba amembeba kuni kichwani, na akamwambia mwalimu kwamba tafadhali ununue kuni kwangu na fedha yoyote ambayo ni bei ya kuni ukate mchango wa Tarika Jadid. Mwalimu akakata mchango wa Tarika Jadid, lakini baadaye alimrudishia kuni na akasema mimi nimepokea mchango wako. Hazur anasema Mwenyezi Mungu aendelee kuzidisha imani yao na mali yao. Hazur anasema katika nchi hapa za Ulaya hali ni nzuri, watoto hawalazimiki kwenda msituni na kukata miti na kuuza kuni. Wanaweza kutoa mali zaidi, wanaweza kutoa mchango zaidi, wanaweka akiba kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali, wanaweza kutoa ile kwa ajili ya kutoa mchango. Kwa hiyo mifano ya aina hii inapatikana hapa pia. Mungu aendelee kuzidisha imani za hawa wote. Sasa mimi nitasoma taarifa ya mchango wa Tarika Jadid. Mwenyezi Mungu amewajaalia wanajumuia wafuasi wa Sayyidina Alayhi Salam wanatoa mchango, na jinsi wanayojitolea hali hii haiwezi kupatikana bila kuwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Ni Mungu pekee ambaye anabadilisha hali ya mioyo. Ni Mungu ambaye anatia mioyoni mwa watu, mioyoni mwa wakubwa na watoto na wanajumuia wanaoishi katika nchi maskini. Kule pia Mungu anatia mioyoni mwao. Mtu ambaye ana akili kidogo, kwa kuona mifano hii anaweza kujua kwamba hii ni dalili ya ukweli wa Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam. Sasa Hazur anasema nitasoma taarifa kuhusu mchango wa Tarika Jadid. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu mwaka 85 imekwisha wa Tarika Jadid, na mwaka 86 wa Tarika Jadid umeanza. Na mwaka huu jumla makusanyo yalikuwa milioni 13.6 pound, na mchango huu ni zaidi 8,200,000 kuliko mwaka jana. Mwaka huu katika Pakistan thamani ya rupia imeanguka sana na hali ya uchumi pia ni mbaya sana. Mwenyezi Mungu awajalie baraka zake. Mufanye maombi kwa ajili ya wanajumuiya wa Pakistan, Mungu awateremshie baraka zake. Na mwaka huu hawakushika nafasi ya kwanza. Mwaka huu Germany imeshika nafasi ya kwanza katika makusanyo wa Tarika Jadid. Kwa hiyo Germany imeshika nafasi ya kwanza, na namba ya pili ni ya Pakistan, kisha ni Uingereza. Zamani nilikuwa nikitoa nje Pakistan, nilikuwa si hisabu katika nafasi hizi, lakini mwaka huu nimeingiza Pakistan pia, kwa sababu sasa Pakistan imeshika nafasi ya pili na Germany imeshika nafasi ya kwanza. Pakistan imeshika nafasi ya pili, na kisha Marekani, Canada, India, kisha kuna jumuiya moja ya Middle East, Indonesia, Australia, Ghana, na kisha kuna nchi moja ya Middle East. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, ingawa kule Pakistan hali sio nzuri, hali ya uchumi pia sio nzuri, lakini kwa kawaida katika dunia nzima hali ya uchumi sio nzuri, lakini wanajumuiya wametoa michango na mchango umeongezeka sana.
na nchi ambazo zimeongeza mchango mojawapo ni nchi ya Middle East, na namba ya pili ni ya India, na India imeongeza mchango wake sana. Kisha ni Canada, kisha Germany na Uingereza, Ghana, Pakistan, Indonesia, Amerika na Australia. Katika nchi hizi mchango wa Tahrika Jadid umeongezeka sana, na Switzerland, Amerika na Singapore pia nchi, na Uingereza imepata nafasi ya 4, na kisha ni Sweden. Katika nchi za Afrika, nchi zilizoshika nafasi ya kwanza ni Ghana, kisha Nigeria, Burkina Faso, kisha Tanzania, Gambia na Benin. Idadi ya watoaji wa mchango sasa kuna taarifa yake. Miaka kadhaa iliyopita nilisema idadi inatakiwa iongezwe, watoaji wanatakiwa wawe zaidi. Badala ya kuzingatia mchango, wanajumuia walikuwa napewa target, lengo la kuongeza idadi ya watoaji. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, watoaji jumla ni 18,200, na mwaka huu idadi ya watoaji umeongezeka 100,000. na nchi zilizoongeza watoaji ya kwanza Niger, Sierra Leone, Nigeria na Cameroon, kisha Benin na Senegal na Guinea Bissau, Ivory Coast, Tanzania, Guinea Conakry. Hizi ni nchi zilizoongeza idadi ya watoaji. Na katika jumuiya kubwa ni Bangladesh, Canada, Malaysia, India, Indonesia, Germany, Uingereza, Marekani na Australia. Daftar awal, yani mchango ulioanza mwanzoni sawa na rekad 5,927 ni watoaji katika daftari hii, katika ofisi. Na wale ambao wako hai wanaendelea kutoa michango yao, lakini wale ambao wameaga dunia, warithi wao wanaendelea kutoa mchango kwa niaba yao. Kwa hiyo jumla ya idadi hawa ni 5,927. Germany kwa sababu imeshika nafasi ya kwanza, jumuiya zake 10 zilizoshika nafasi ni hizi: Rodenmark, Neuss, Guinevere, Mediabad, Meda. Majina haya yameandikwa katika Kiurdu, huenda sisomi vizuri. Na Cologne pia ni jumuiya moja, na Hamburg, Frankfurt, Grossgau, Malfelden, Luxemburg, Wiesbaden. Liechtenstein, Darmstadt, Mannheim. Hii ni mikoa iliyoshika nafasi katika makusanyo. Katika Pakistan, jumuiya zilizoshika nafasi upande wa makusanyo, nafasi ya kwanza ni ya Lahore, kisha Rabwa, na nafasi ya 3 ni Karachi. Na wilaya zilizokusanya nafasi yao ni hivi: Islamabad ni wilaya ya kwanza, imeshika nafasi ya kwanza. Sialkot, Faisalabad, Gujranwala, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Kusur, Toba Tek Singh, Mirpur Azad Kashmir. Na wale waliotoa michango zaidi katika jumuiya ya miji, Amarat Defense imeshika nafasi ya kwanza, Model Township Lahore, Kent Rawalpindi, Multan, Azizabad Karachi, Amarat Delhi Gate Lahore, Quetta na Peshawar. Jumuiya ndogo ndogo za Pakistan kwanza Wakand, Sabandasti, Khokhal Garbi. Hizi ni jumuiya ndogo ndogo zilizoongeza mchango. Na region 5 ya Uingereza, ya kwanza ni Baitul Futuh, kisha Masjid Fazal, Midlands region, Baitul Ihsan region na Islamabad region. Na jumuiya 10 upande makusanyo ya kwanza ni Masjid Fazal, Worcester Park, Islamabad, Aldershot, Putney, New Malden, Gillingham, Birmingham West, Glasgow na Scunthorpe. Na jumuiya ndogo ndogo nafasi yao ni hivi: Swansea, Spen Valley, Ketley, North Wales, Northampton. Na jumuiya za Marekani sawa na makusanyo ya kwanza ni Silver Spring, Los Angeles, Silicon Valley, Seattle, Central Virginia,
Detroit, Chicago, Costco, Houston, Georgia, South Virginia. Jumuiya za Canada zilizoshika nafasi katika makusanyo: Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga, Saskatoon. Na jumuiya ndogo 5: Edmonton imeshika nafasi ya kwanza, Edmonton West, Durham, Bradford, Hamilton, Ottawa West. Na jumuiya zilizotoa mchango zaidi za India, ya kwanza ni Kerala, Kadian, Bethlehem, Hyderabad, Bengadi, Bangalore, Calicut, Kolkata, Yadgir. Na mikoa 10 upande wa makusanyo: Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi, Uttar Pradesh. Hazur anasema siku hizi hali ya Kashmir pia sio nzuri upande wa kisiasa na upande wa uchumi pia hali sio nzuri, lakini kule wanajumuia wanajitolea sana. Australia, jumuia 10 za Australia ni hizi: Castle Hill, Melbourne, Lorne, ACT Canberra, Adelaide South, Penrith, Mount Wright, Droit, Parramatta, Adelaide West. Mwenyezi Mungu awajalie baraka sana hawa wote waliotoa michango. Mwenyezi Mungu awazidishie mali zao, amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.